Asante sana moderator. Asante sana Sister Pam kwa maombi ambayo umetuongoza. Yaani nimemshangaa Mungu, kuna mistari umeiongoza hapo. Ipo katika somo langu la leo. Ili somo la leo, sio somo langu. Somo ambalo Mungu amenisaidia kuliandaa. Kwa hiyo the spirit is one. Asanteni wote. Mungu awabariki na karibuni sana katika kipindi chetu cha leo. Kama alivyosema moderator, ni Samueli wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa 12 ndio tutaenda kuangalia siku ya leo. Karibuni sana. Na katika sura hii nimeigawa katika sehemu mbili kubwa, lakini nitaanza na utangulizi kidogo mahali ambapo tumepapitia. Kwa hiyo katika sura hii ya 12 kitu kikubwa tu ni Samueli anatoa hotuba yake ya kuaga wana wa Israeli. Sasa katika vitu ambavyo tumeviona katika chapter ile ya 11 au tumejifunza wote, ni kwamba palikuwa na watu wale wa Yabeshi Gileadi ambao walifanya mapatano na adui. Adui ni Nahashi, ambaye na yeye akaitumia ile nafasi kuwadhalilisha wana wa Israeli kwa kutaka kwamba waondoe jicho lao la kulia ili aweze kuwashinda katika vita. Kwangu mimi binafsi nikipersonalize, naona kwamba hata sisi tunaweza kuwa na Wayabeshi Gileadi katika familia, katika community zetu, hata katika kanisa au hata katika nchi. Watu ambao, kwa sababu tutaenda kuangalia kwa nini hawa watu walifika mahali pa kufanya hivi, lakini inaelekea ni hofu. Kwa ajili ya hofu wakaamua kuingia mapatano na adui. Je, na sisi? Ndio maana saa nyingine tunaweza tukajikuta tunapita katika sehemu ngumu ya maisha yetu, kwa sababu hebu ufikiria yale mapatano waliofanya nayo kuondoa macho yule Nahashi akataka macho yaondolewe kwa wana wa Israeli wote, ingawa watu walikuwa wachache tu. Na hiyo na sisi ndio unaweza ukajikuta ni babu mmoja tu alikuwa desperate, labda alikuwa anataka kuwa tajiri, labda alikuwa anataka kitu fulani, akaona njia rahisi ni kufanya mapatano na shetani. Ndio yale maagano ambayo tunakuja kujikuta watu labda hawapati watoto katika familia, hawaolewi, hawazai, hawafanikiwi, lakini kuna mtu mmoja tu alifanya nani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika kuombea vitu kama hivi. Baadaye tukaona kwamba hao wazee wa Yabeshi wakachukua charge, wakasema wakaomba siku 7 wakitumaini ukombozi. Ndipo Mungu akamtumia Sauli aweze kwenda kuwakomboa. Na baada ya hapo ndio wakamtawaza Sauli mbele ya Bwana. Na tunakumbuka before kwenye chapter ya 10 walikuwa wamemkataa, wakasema huyo ni mtu gani huyo? Umeona? Sasa kabla tujaendelea mbele, naomba tu set the scene, kwa sababu hii chapter inayokuja ni, unajua uandishi saa nyingine kama hii chapter 12 ni kama tunakuja kujua kwa nini mambo ya chapter 11 yamefanya, yani kama imeandikwa mbele nyuma. Umeona, huo ni uandishi tu. Hata kwenye vitabu mara nyingine ukiangalia movie, saa nyingine movie inaanza mbele afu inarudi nyuma, inarudi mbele. That's how it is. Nataka tu set scene ili tuweze kuielewa hii chapter vizuri. Maana kutakuwa na issue nyingi huku ndani, lakini cha muhimu ni kwamba naomba wote tuje tuelewe kwamba Mungu hakuwa na shida ya wana wa Israeli kutaka mfalme. Shida ni nia. Kwa nini mnamtaka? Cha pili, mnamtaka ili iweje? Na hiyo ndo ni shida hata sisi kwetu katika maisha yetu. Mara nyingine tunakitaka kitu afu tuna cover up, tunaonyesha kama vile nataka hivi kwa sababu Mungu nikutumikie, lakini kumbe unakitaka kwa tamaa yako mwenyewe, labda ujionyeshe, au labda yani chochote kile nia, yani kwa sababu Mungu anaangalia nia. Sasa kuna mstari ambao naomba ni usome haraka haraka, tutaenda kwenye somo la leo. Ni Yakobo 4, anasema enyi wazinzi, amjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Kwa hiyo wenyewe walikuwa wanaona tu it's easy, tunataka mfalme tuwe kama wale. Umeona? Lakini kumbe
palikuwa na nia na kuna kitu kingine ambacho tuenda kukiangalia leo ambacho kiliwasukuma wao kutaka kuwa kama wale wengine. Kwa hiyo na set the scene for everyone ili tukienda kuisoma nani tujue hiyo. Kwa hiyo Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5 ndio sehemu yetu ya kwanza, afu mstari wa 6 mpaka wa 12 inasema, kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimeisikiliza sauti yenu katika haya yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi, tena tazameni, wana wangu wote wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo, nami nipo hapa. Basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake, nalitoa ng'ombe wa nani? Au nalitoa punda wa nani? Au ni nani niliyemdhulumu? Ni nani niliyemwonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa? Inipofushe macho, nami niwarudishie ninyi. Nao wakasema, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yoyote. Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu na masihi. Amen. As moderator, endelea. Asante sana, asante, pole for that mishap, but karibuni sana watumishi. Tumesoma mstari wa kwanza mpaka wa 5 sura ya 12. Kama ilivyo ada yetu, mnakaribishwa kunyoosha mikono nitoe angalizo, kwa sababu mwalimu amejiandaa. Yule ambaye akishasema mwenzie, basi mpe nafasi mwingine, usirudie ile, ili mwalimu aweze kusema kile ambacho Roho Mtakatifu amekiandaa for the past few weeks. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninachangia tu kitu kidogo katika mstari wa 3. Ninaangalia huu mstari wa 3 jinsi na Samueli alivyokuwa akiwaelezea watu kwamba amechukua mali ya nani, hivyo vitu vyote alivyovitaja. Na hii inanifundisha kwamba mtumishi wa Mungu, unajua ukiwa unatumikia watu, unamtumikia Mungu pia, lakini mtumishi wa Mungu anatakiwa awe na dhamira safi na moyo safi, si mbele za Mungu tu, lakini na mbele za watu anaowaongoza, mbele za watu pia. Kuna mstari unanibariki katika Korinthiani wa pili 8 mstari wa 20 mpaka 21. Mstari wa 20 anasema, Korinthiani wa pili 8 anasema, tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia. Mstari wa 21 anasema, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele za wanadamu. Unapowaongoza wanadamu pia, unavotumika na wenyewe wanakuwa wanakuangalia wewe, si kwamba unamtumikia Mungu, tunawatumikia hata wale. Unaona, unatakiwa una dhamira safi mbele zao pia. Lakini pia tukisoma mstari wa Zaburi inaitwa Proverbs 11:3 anasema, ukamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Huyu alikuwa na dhamira njema mbele za Mungu na mbele za watu. Lakini pia maneno ya Mungu yanatuambia kwamba tunaambiwa kwamba kila mtu, hasa viongozi, tutasimama mbele za Mungu kutoa hesabu, especially viongozi. Unaona Anasema katika Romans 14:12 kwamba so then each of us shall give account of himself to God. Amen. Ngoja niachie hapo na wengine waendelee. Barikiwa sana Sister Victoria. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nitaongelea katika hizo tuliposoma 1 mpaka 5, vitu nilivyoviona. Kuna kitu cha kwanza nimeona kwamba kwamba yeye kama Samueli, kwa najaribu kuangalia na relate Samueli na sisi, kwamba yeye namba 1 ametimiza uaminifu wake ukiwa umebeba hofu ya Mungu. Umeona? Alafu kuna kingine tena, amesimama mbele ya hiyo kitu alichokuwa nakiongelea, uthibitisho kwenye mstari wa 4 mpaka hapa wa 5. Kuna uthibitisho kwamba jinsi yeye alivyotenda uongozi wake katika unyoofu, katika kumpendeza Mungu. Kwa sababu hicho kitu alichokifanya Samueli, unaona kama kuna hofu ya Mungu, mwongozo wa Mungu na neema ya Mungu. Kuna vitu vingine wanadamu tunavipenda kuvitenda kwa ajili ya Mungu, lakini unakuta kuna muda mwingine tunakuwa tuna balance kati ya wanadamu, asinione hivi, lakini alisimama katika hofu ya Mungu na uthibitisho amekuwa nao. Na sisi tukamwombe Mungu katika kutumika kama Sister Vika alivyoongea, tukiwa kama viongozi, kwamba tuwe mbele za watu na uthibitisho, na ule uthibitisho utajinadi wenyewe
umeona. Na katika uthibitisho ni kwamba alikuwa anaongea, lakini ndani ya kuongea pale, unajua mtu anaweza akaongea, lakini kuna pointi zingine unaweza ukazipata zikakusaidia wewe mwenyewe. Pale alikuwa kuna makemeo yalikuwepo, ni nani niliyemdhulumu, ni nani niliyemwibia, yale ni makemeo, umeona. Tahadhari kwa wewe unaenda kuchukua, tahadhari kwa wewe ambaye unasikiliza ukiwa kama mtumishi wa Mungu, umeona. Kwa hiyo yote nasi tuendelee kumuomba Mungu katika kazi ambayo tunaendelea kuitenda. Najua kwenye kuongea ni rahisi, lakini moyoni Mungu ndio anatujua kwamba je, mnanitumikia katika roho na kweli, kwenye uaminifu uliobeba hofu, ambao hujabeba mambo mengi, kwa sababu hata kwenye makanisa tunaona mambo yanavyokwenda, umeona. Tunakwenda, kuna muda mwingine kuna upendeleo, kuna mambo mengi yanafanyika yako kinyume na Mungu, na sisi tukaomba hiyo neema, Mungu akatusimamisha. Naomba nisimamishie hapa, tumbarikiwe. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Karibu Dr. Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Amen. kitu ambacho nimejifunza, confidence ambayo Samueli alikuwa nayo mpaka akasimama kuwaambia watu waseme kama kuna mtu ambaye ana kitu ambacho anaweza akasema kama kuna kitu alifanya kibaya. It means alikuwa ana muda wa yeye kukaa kujitathmini mwenendo wake yeye mwenyewe kama mtumishi wa Mungu na kama baba, kwa sababu alimention pale kwamba na watoto wangu pia wako hapa. Kwa hiyo maana alikuwa ameshajitathmini na akawa na confidence kwamba naweza nikasimama nikauliza hili swali na hakuna mtu ambaye anaweza kusema nimewahi kuchukua rushwa au nini, kwa sababu tayari alikuwa ni mtu ambaye amekuwa anajitathmini ili kuweza kupata ile confidence ya kuweza kusimama na ukaweza kusema I don't have anything against anyone. Kwa hiyo naweza nikasimama nikasema nani anaweza kusema chochote. Kwenye Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5 neno la Mungu linasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe. And then ya Kiingereza inasema examine yourself to see whether you are in faith, test yourselves. Pia katika Wagalatia 6:4 inasema lakini kila mtu na kazi yake mwenyewe. Kwa hiyo najifunza kwamba it is important our walk with God, kukaa kupata muda wa kujitathmini kulingana na chochote kile ambacho Mungu amekuweka kufanya. Ni vizuri ukakaa ukapata muda wa kukaa ukajitathmini, ukaangalia okay, ninatakiwa kufanya hivi, je, ninafanya hivyo? Au hata kwenye vitu ambavyo Mungu amesema tunatakiwa tuvifanye, ni vizuri ukakaa kujitathmini ili uweze kujua ni wapi umefail, kwa sababu then hiyo inakuwa ni basis ya wewe kusema okay, hapa nimemkosea Mungu. You can go back and repent and change kwa ulipokosea, ukaweza kwenda kwenye njia nyingine. Na nikajifunza pia kwamba pamoja na kwamba alikuwa ni mtumishi mwaminifu katika kile ambacho Mungu alikuwa amemweka mpaka watu wakawa wanakiona kwa macho, lakini hakuneglect familia yake, na ndio maana akaweza kusema na watoto wangu wako hapa. Yani wale alikuwa anawaambia watoe ushuhuda, akisema na watoto wangu wako hapa. Kama angekuwa amebezi upande mmoja, ina maana watoto wangeweza kuongea kwamba uko sawa, ulikuwa unafanya vizuri, lakini huku hukuwa baba mwaminifu, labda we lacked 1, 2, 3 kutokana na wewe kutokuwa attentive kwa sisi kama watoto. Timotheo wa kwanza 5:8 inasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiamini. Kwa hiyo katika huduma zetu, katika sehemu mbalimbali ambazo Mungu ametuweka, whether uko kazini, kwenye hiki au kile, basi ni vizuri tusijisahau na kusahau pia familia zetu, ili mwisho wa siku ukiweza kusimama ukasema nani ana kitu against me, iwe kweli there is nobody who can say otherwise. Amen. 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 Barikiwa sana Sister Belinda. Sister Jane, is that an old hand au unataka kuongea tena? Samani kidogo, mimi nitaka tu nijazilizie hapo sasa, kama lini katika ngoja bado naomba niishie hapo kwanza. Mungu akubariki sana. Mm. Going once, naangalia kama kuna mwingine yote alinyosha mkono, naona sioni. Basi Kama mwalimu, hakuna karibu. basi naomba nimalizie tu hapa. Nataka kusema hivi, umuhimu wa kuishi bila dhambi.
yani dhambi, yani mambo yote alikuwa anaongelea, angalia mimi nimefanya nini au nimefanya nini, hiyo yote yani kwamba kuwa mbali na dhambi, na dhambi ni hicho ambayo kila wakati inapigana na sisi, umeona. Kwa hiyo na mimi kwa upande wangu najaribu kumwangalia Samueli, kwa kweli Mungu alikuwa pamoja naye, na labda na maombi alikuwa anamsaidia kwamba kuwa mbali na dhambi. Mimi nataka kujazizia hicho tu basi. Barikiwa sana. Mwalimu, karibu uendelee. Amina. Asanteni sana wapendwa kwa michango yenu mizuri. Mungu awabariki. Pointi zenu kweli zimejazilizia kile ambacho na mimi Mungu amenisaidia kukiandaa siku ya leo. Amen. Kwa hiyo mimi kwanza nitaenda kwenye huo mstari wa kwanza ambapo unasema, kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimeisikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia. Hapa tunaona umuhimu wa kusikiliza. Maanake kuna kusikiliza na kusikiliza. Unaweza ukamsikiliza mtu kama sasa hivi hapa naongea, kama pangekuwa labda na mzungu ambaye hajui Kiswahili atanisikia, lakini hanisikilizi. Kuna kupea, kuna kusikiliza hivyo kwamba yani kwamba umeisikia, umewaelewa. Ndio maana yeye anayosema kwamba nimewasikiliza na nimeelewa, pay attention to what they are saying, na anasema yote. Mara nyingine huwa tuna tendency ya kuanza kumsikiliza mtu alafu baadaye either tukamkatisha au kabla, na especially kama mtu anakuambia kitu ambacho hujakipenda. Tunaona wote tumejifunza toka kule mwanzoni kwamba Samueli alikuwa hapendezwi kabisa na hili swala lao la kuomba mfalme. He didn't want them. Yani ingekuwa ni yeye ndo ana maamuzi ya mwisho, asingewapa mfalme. Lakini kwa sababu Mungu akamwambia wape hicho wanachotaka, ikabidi awape, lakini bado aliwapa nafasi waongee vyote ambavyo walikuwa wanataka kuviongea. Hata walivyomsema kuhusu watoto wake hakukasirika kusema kwamba kwa nini mmenisema na watoto wangu. He just went to God, na hakwenda hata kwa ajili ya issue ya watoto wake, alienda kwa issue ya mfalme. Kwa hiyo kama viongozi, Mungu atusaidie kutupa masikio ya kusikiliza, na kama wengi walivyosema, sisi ni viongozi. Hata katika familia kuna wamama humu ndani, sijui kuna wababa wengine wamo au kama hawamo wanaweza kuja kusikiliza hili somo baadaye. Ni kwamba popote ulipo, Mungu alipokuweka kama kiongozi, tuwe na tendency ya kusikiliza, kwa sababu tusiposikiliza tuna miss a lot, especially hata mimi niseme kwa watoto, especially kwa watoto wetu. Tusipowasikiliza watoto wetu, wanatafuta mahali pengine pa kwenda kusikilizwa. Neno la Mungu linatuambia katika Yakobo 1, haya mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Umeona? Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Samuel angeweza kukasirika, angeweza kuwakasirikia kwamba you know what, mmemkataa mwanangu, mmekataa watoto wangu waongoze, mnataka mfalme. Vyote viwili they were so controversial, they could be very personal to him, kiasi ya kwamba angeweza kukasirika na asifanye mapenzi ya Mungu, lakini hakuwa hivyo. Na sisi Mungu atusaidie katika hiyo area. Mstari wa 2 unazungumzia, nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. Tunakumbuka Samueli alipelekwa na mama yake hekaluni kule akiwa na miaka, wanasema ni kati ya miaka 5 mpaka 7. Na toka wakati huo amekuwa akimtumikia Mungu. Neno la Mungu linatuambia sisi wote, mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Wapendwa, kama bado tuna nguvu, bado tuna uhai, bado tunayo nafasi ya kumtumikia Mungu. Hamna ambaye yuko late. Popote Mungu ambapo amekuita, amekutoa gizani kuja nuru, anataka uangaze. Kwa hiyo ninaomba tujifunze kutoka Samueli kwamba Samueli alimtumikia Mungu hata leo. Hamna mahali ambapo alifika akakata tamaa akasema mimi basi tena, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo wamekutana nao. Wana wa Israeli hawakuwa watu rahisi wa kuwaongoza. Tunakumbuka wana wa Israeli walimsababisha Musa amkosee Mungu, lakini bado Samueli alimwangalia Mungu na alilitumikia kusudi lake. Mungu atusaidie na sisi tulitumikie kusudi letu, tusikate tamaa. Mahali popote ambapo umeanza ni hapo hapo ndipo unakumbuka hata Bwana Yesu alitoa mfano akasema, kuna mtu alienda kuita watu kufanya kazi, alitoka saa 3 asubuhi, alitoka saa 6, alitoka saa 9 na akatoka saa 11, na wote walipata ujira sawa. Na sisi hivyo hivyo, haijalishi Mungu amekuita saa ngapi ya maisha yako. Ikiwa ni saa 3 ubarikiwe, ikiwa ni saa 6 Mungu akubariki, saa 9, lakini
wapo tunaoitwa saa 11, bado ni lisali moja, lakini katika hilo lisali moja Mungu anataka tumtumikie kwa uaminifu na ujira wake atatupa sawa sawa wote. Amen. Kingine ambacho nimekiona hapa mstari wa 3 anasema mimi nipo hapa basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake. Jamani, ni wapendwa, ni muhimu sana kama walivyosema, nadhani wengi wamezungumzia hilo swala la kushuhudiwa mbele za Bwana na mbele ya masihi. Mara nyingine tunasahau kwamba chochote kile tunachokifanya watu wanatuona na Mungu anatuona. Mara nyingine tunakuwa too spiritual, tuna ignore people, tunakuwa mimi naenda mbinguni. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja alikujaga kanisani kwetu akasema hapana, asije akakudanganya mtu. Mahusiano ya Mungu yanaanzia horizontal, then you can go vertical. You cannot go vertical kama una horizontal, hapa ni pabaya. Na ndio maana hata Bwana Yesu akasema kabla hujatoa sadaka nenda ukafanye mapatano na ndugu yako kabla hujatoa sadaka. You cannot say I love God wakati you don't love the brother ambaye yuko karibu yako. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo hata yeye katika ile alikuwa anataka kuhakikishia kwamba nimetengeneza katika horizontal na mbinguni wananishuhudia. Kwa hiyo mbingu zishuhudie na nchi ishuhudie uaminifu wetu kwa Mungu. Amen. Neno la Mungu linatuambia Waebrania 2:12 mstari wa 1, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Wapendwa, kuna mashindano yako mbele yetu, na adui anajaribu kutumia kila kitu kutuwekea vikwazo ili tuanguke. Lakini kama huyu anavyosema tuweke mbali, kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vinatuzingazinga kwa upesi. Fikiria Samueli angekuwa na hasira. Hakuwa na hasira, alikuwa mvumilivu. Alikuwa na matunda yale ya Roho, yalikuwa yanaonekana, matunda ya Roho Mtakatifu yalikuwa yanaonekana katika maisha yake, upendo, furaha, amani na vyote vile alikuwa navyo. Ndio maana aliweza kushinda haya mambo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanamletea. Kingine cha muhimu katika huo mstari wa 3 anasema hivi, huo mstari wa 3 kuna swala la kutoa hesabu. Sister Vicky nadhani amelizungumzia kuhusu kutoa hesabu na ameutaja huo mstari wa 14 mstari wa 12. Kwa hiyo sitaizungumzia sana, lakini kila mtu ajue kwamba tutatoa hesabu kwa yale yote ambayo tumeyafanya, haijalishi ni katika uongozi au nini. Kujitafakari imezungumziwa. Jijaribuni mwenyewe, mstari huo wameutaja, kwa hiyo sitauzungumzia. Kila mtu anatakiwa jitafakari, yeye na Mungu ukoje, wewe na wanadamu ukoje. Usiishie kujitafakari wewe na Mungu tu, kuna kujitafakari wewe na wanadamu, wewe na mama mkwe wako, wewe na shemeji zako, wewe na wifi zako, mko vipi? Kama alivyosema sister Belinda, yule alikuwa mwenzetu mpaka anaita na watoto, familia ije pale ishuhudie. Maana kuna wengine tuna wokovu wa kanisani, majumbani wanasema huyo nadhani kuna mtu ambaye my friend Joyce anamjua, alikuwa yani tukiwa tunaongea katika story zetu, anasema kulikuwa na mchungaji mmoja, ni mzee wa kanisa nadhani, alivyochaguliwa mzee wa kanisa, mke wake kakaa huku nyuma, anasema nao yani wamemchagua huyu. Kwa nini? Nyumbani you don't behave the same. Amen. Sister Jane amezungumzia haki na uaminifu. Mimi napenda niende deeper, a little bit deeper. Hapo anasema hivi, nalitoa ng'ombe wa nani, au nalitoa punda wa nani, au ni nani niliyemdhulumu, ni nani niliyemwonea. Tunakumbuka wakati wa Samueli wote walikuwa bado Bwana Yesu alikuwa hajaja. Ilikuwa ni wakati wa Torati, na Torati ilikuwa inawaelekeza au inawaamuru kwamba wasidhulumu. Kwa hiyo Kutoka 23 ilikuwa inasema usipotoe, yani usipotoshe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Jitenge mbali na neno la uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye muovu. Nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Kwa ufupi, Mungu hapendi kabisa watu wanapoonewa, especially na viongozi.
Lakini leo nadhani tunaishi katika dunia ambayo ndiyo tunasema sisi hatuishi kwenye Torati, lakini bado sio mapenzi ya Mungu pale ambapo haki inapotoshwa. Tena especially hapa inazungumzia rushwa. Huyu anauliza, nilipokea rushwa inipofusha. Rushwa inapofusha macho. Kwa unapompa rushwa mtu ili amuonee maskini, ili wewe upewe haki ambayo sio, hiyo haimpendezi Mungu. Na Samueli alikuwa anazishika hizi sheria zote, ndio maana alikuwa anawauliza wale, je, nimekwisha kati yenu yoyote anaweza kusema kwamba mimi nimewahi kupokea rushwa? Na kweli alikuwa hajawahi kupokea rushwa. Sehemu nyingine, mstari mwingine huo kuna mahali anazungumzia na anasema mimi nitawarudishia nyinyi. Huo mstari wa 3, kwamba alikuwa anataka, yuko tayari kurudisha chochote kile ambacho kimechukuliwa. Hii inaitwa fidia au restitution. Nakumbuka nilivyookoka tu kanisa ambalo nasali palikuwaga na hilo somo, nadhani ilikuwa ni Sunday school, la fidia, na ikafika point watu wakawa, hilo somo lilikuwa linaelezea kwamba mtu yoyote ambaye ameshafanya, umeokoka, umesamehewa na Mungu, lakini kuna area fulani ambazo Mungu anaweza kukwambia hapana, pale unatakiwa uende ukatengeneze, ukafanye fidia. Hata kama sio fidia ya nini, yani ukaombe msamaha personally na huyo mtu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Nakumbuka wakati huo, wakati nalitafakari sana hilo somo, na tunaongea sana na Joy kuhusu hilo somo, kwa sababu kulikuwa na watu wengine mpaka wakawa wanasema kuna mtu Mungu anaweza akakuelekeza akakwambia umepata makaratasi nani kwa nini kwa uongo, uende ukajisubmit uko home office kwa sababu sasa hivi umeokoka. And it was really controversial. Lakini mkoja tuangalie neno Mungu linasemaje. Wakati wa sheria ya Musa kwenye Kutoka 22, unaweza ukaisoma yote, mimi sitaki kuisoma. Nataka tu kusema kwamba ile Mungu alivyowapa hii mambo ya fidia, kumbuka wakati ule walikuwa wanaishi wakati wa sheria, sio wakati wa neema kama hii ya kwetu. Hawakuwa na Roho Mtakatifu, na tukumbuke wenyewe sheria walivyoipokea, waliipokea kama sheria jinsi ilivyo. Ukiambiwa usiue, unajaribu mwenyewe usiue, unajaribu mwenyewe usiwe na hasira, unajaribu mwenyewe lakini walisahau kwamba vile vyote usipovifanya, usipokuwa na upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu mwingine, zile sheria zote hutaweza kuzifanya. Na ndio maana walivyokujaga kumuuliza Yesu, sheria gani ni kubwa? Akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, kisha mpende jirani yako kama nafsi yako. Sheria hizi ndio kubwa kuliko zote. Kwa nini? Ukisha mpenda Mungu, sio rahisi kumdhulumu mwanadamu mwingine ambaye tena unampenda kama nafsi yako. Sio rahisi kumkosea mwingine kama unampenda Mungu kweli kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na roho yako yote. Umeona? Kwa hiyo wenyewe walimisi hiyo ya upendo, kwamba everything we do it has to be for the love of God. Na sasa hivi sisi tunaishi katika neema, lakini katika sheria ya Musa ilikuwa ukiiba au ukapoteza kitu cha mtu, lazima ulipe nyongeza. Nia iliyokuwepo ni kwamba umrudishie yule aliyekipoteza kile kitu, alafu inamwadhibu yule mkosaji, alafu inawafanya wengine wasitende hilo kosa, yani kuwa deter from doing the same question. Lakini what happened? Haikufanya kazi. Ndio maana Yesu akaja. Haikuja kwa sababu watu bado mioyo is to deal with our hearts. When our hearts are not right with God, no matter sheria gani tutapewa, haiwezi katusaidia. Umeona? Ilikuwa wakati huo ukiharibu kitu kwa kizembe, ukidanganya, ukifanya nini, unatakiwa tena ulipe, na unalipa 20% zaidi. Umeona? Sasa kanuni kubwa ilikuwa ni kwamba dhambi sio tu chukizo kwa Mungu, lakini inawaafekti watu wote. Na nadhani hii, hata kama sisi sasa hivi hatufanyi fidia au hiyo restitution, we don't do as much as, lakini wote tujifunze kwamba dhambi aina yoyote ile sio kwamba ni chukizo kwa Mungu, lakini inamuafekti mtu mwingine kwa namna yoyote ile. Ifikirie dhambi yoyote tu,
Lazima kuna mtu ambaye anakuwa affected na hiyo dhambi ambayo umeifanya. Ibada bila kutengeneza na watu uliowakosea haijakamilika. Wakati huo ndo walikuwa wanaambiwa hivyo. Lakini sisi ibada yetu kwa sasa hivi, kwa sababu tuko kipindi cha neema, na sisi vile vile tunatakiwa tutengeneze na watu, tunatakiwa tuwasamee watu. Uwasamee watu. Unaendaje kufanya ibada wakati una kisasi, una uchungu, yani hata saa nyingine unakuta kuna watu, mtu yuko kanisani, ana mtu mle kanisani haongei naye, alafu eti tena anabubujika, akitoka hapo kamnunia huyo mtu. Hiyo ni ibada gani? Alafu kingine cha muhimu, kutubu sio tu kwa maneno, bali ni kwa vitendo, ambayo ndio sisi hata wakati huo walikuwa wanaambiwa wafanye restitution, kuonyesha kwamba usio tu unatubu kwa kusema jamani pole samahani, au unaenda tu kwa Mungu samahani, alafu yule mtu unaendelea kudhulumu, hamna nani. Sasa toba ya kweli ni ipi? Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10 natuambia, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Yani umeona, yani point ni kwamba kwa wakati ule watu wengi walikuwa wanafanya huzuni ya kidunia. Kwa hiyo anahuzunika au anaenda kweli kama Samueli vile alivyosema. Simzungumzi Samueli, yani mtu kama Samueli kwa wakati ule, ambaye labda kama Samueli wangemwambia kwamba ya umetudhulumu, angesema jamani samahani, na tubu mbele za Mungu, naomba unisamee ndugu yangu, afu anakitoa kile kitu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu labda amekamatwa au yani haina majuto sana. Kwa hiyo sheria ilikuwa inawafanya kwamba ukirudisha ndio unaonekana umefanya majuto. Kwa hiyo ndio hiyo ndani yake. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu Yesu ameshakuja amekufa kwa ajili yetu, tunatakiwa kweli kwetu sisi toba ya kweli ni kuacha uovu. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa akideal na watu, kama yule mama ambaye alikamatwa amezini, akamwambia inuka uende usitende dhambi tena. Na hata waliokuwa na waponya anawaambia naponya usitende dhambi tena, kwa sababu ile ndio toba ya kweli, kwamba usiende tena ukakifanya kile kitu ambacho umeshakijutia. Toba ya kweli inaleta majuto. Amen. Moyo wa Mungu, huo mstari wa 3. Mungu anataka tumpende kwa moyo wetu wote na kwa roho yetu yote na kwa akili zetu zote. Hii ndio amri kuu. Huu mstari nimeshauzungumza, ni Mathayo 22 kama mnataka kwenda kuangalia. Mstari wa 4. Nao wakasema, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yeyote. Umeona? Je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Hiyo ni Mika 6 mstari wa 7 na wa 8. Kiufupi ni kwamba hii inathibitisha maisha ya Samueli, jinsi ambavyo aliishi. Aliyafanya haya ambayo Mungu anayataka, ambayo Mungu anataka kila mmoja wetu, ni kutenda mema, kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu mbele ya Mungu. Na ndicho Samueli alichokifanya, na ndio maana Samueli kwa ajili ya hayo hakudhulumu mtu, hakuonea mtu, hakupokea rushwa. Kwa hiyo hapakuwa na anything bad said about him. Amen. Hivyo sisi kama Wakristo tunatakiwa tujue kwamba watu wanatusoma. Umeona, neno la Mungu linatuambia Efeso 5, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Umeona, kwa sababu tukienda kama watu wasiokuwa na hekima ya kimungu, ina maana tunaweza tukawa tunafanya vitu ambavyo wengine wakiangalia wanasema sasa yeye na mimi nani ambaye ni bora? Kati yangu mimi na yeye nani ni bora? Yeye anafanya hivi, mimi hata siwezi kufanya. Unajua kuna matendo mengine, mara nyingine mtu wa duniani anaweza kukuangalia anasema mimi nisingefanya hivyo. And that is so bad. We need to live
ambacho Mungu anatuelekeza na Mungu ambacho anatufanyia, anatuagiza. Anasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa tujue mapenzi ya Bwana ni nini katika kuenenda kwetu, kama Samueli jinsi alivyofahamu kwamba mimi kama Samueli nimewekwa kuwa kiongozi katika taifa hili, ni lazima niende na kutenda haki, nitende mema, kwa sababu hawa watu wote wananiangalia, na kwa sababu yangu mimi watu wanaweza wengine wakamtukana Mungu kwa sababu ya mimi jinsi ambavyo ninavyoishi. Lakini vile vile utukufu wa Mungu unaweza ukaonekana, sio unaweza kuonekana utukufu, maana neno la Mungu linatuambia nyinyi ni nuru, weni nuru ili watu waweze kuiona nuru na kumtukuza Mungu wenu aliye mbinguni. Kwa hiyo alijua kwamba yeye ni nuru, kwa hiyo kila anachokifanya watu wanamwangalia, na matendo yake yanaweza kusababisha watu wakamtukuza Mungu au wakamtukana Mungu. Kingine ambacho Sister Belinda amekizungumzia, au Sister Victoria mmoja wao amezungumzia jinsi ambavyo askofu anatakiwa aishi. Lakini kikubwa ni kwamba Timotheo wa kwanza sura ya 3 inatuambia imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Lakini hapa tunaweza tukajiweka wote tu kwamba tunatakiwa tuishi maisha ambayo watu hawatulaumu, wakasema kweli huyu ameokoka. Umeona? Kwa hiyo ndo pati yetu ya kwanza. Ngoja tuende kwenye pati yetu ya pili, ambayo ni mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, Samueli akawaambia watu, ni yeye Bwana aliyewaweka Musa na Haruni, ndiye yeye aliyowatoa baba zenu kutoka nchi ya Misri. Basi sasa simameni ili niwahutubie mbele za Bwana kwa kutaja matendo yote ya haki ya Bwana aliyowatendea ninyi na baba zenu, Yakobo alipokuwa ameingia Misri na baba zenu walipomlilia Bwana. Ndipo Bwana akawapeleka Musa na Haruni, nao wakawatoa baba zenu kutoka Misri, wakawalisha mahali hapa. Lakini wakamsahau Bwana Mungu wao, naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera, jemedari wa jeshi la Hazori, na katika mikono ya Wafilisti, na katika mikono ya mfalme wa Moabu, nao wakapigana nao. Nao wakamlilia Bwana wakasema, tumefanya dhambi kwa kuwa tumemwacha Bwana na kuwatumikia Mabaali na Maashorethi. Lakini sasa utuokoe na mikono ya adui zetu, basi tutakutumikia wewe. Bwana akawatuma Yerubbaali na Baraka na Yefta na Samueli, akawaokoa ninyi na mikono ya adui zenu pande zote, nanyi mkakaa salama. Hata mlipomwona Nahashi mfalme wa wana wa Amori amekuja kupigana nanyi, mliniambia, sivyo, lakini mfalme atatutawala, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Karibu moderator. Asante sana Sister Rebecca, karibuni sana watumishi. Kama tulivyosoma mstari wa 6 mpaka wa 12, karibuni ushare na sisi kile ambacho Roho Mtakatifu amesema na wewe. Karibu kwa kunyosha mkono, tutawakaribisha. Sister Jane, umeonyosha na kurudisha. Okay, karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na pointi ya kwanza ambayo nimeona kwamba yani uongozi bora unatoka kwa Mungu, na hii nimejifunza sana. Hata kwenye haya mambo ya siasa tunakuwa mashabiki, lakini tukiwa kama Mungu anavyosema namtafuta mtu mmoja atakayetengeneza boma na kusimama sehemu iliyobomoka, ni kwamba jukumu letu kumwomba Mungu yeye ndo achague, na sio kwenye masuala yani kwamba mimi kanisani tunajua ndivyo tunavyotumia hiyo hekima ya kumwomba Mungu kutuchagulia wazee wa kanisa na kila jambo, lakini nimenijifunza hata kwenye siasa kutokuwa mshabiki. Swala langu mimi ni kuomba, alafu Mungu anamsimamisha mtu anayemtaka yeye, ndo anajua atatupeleka wapi. Naona hilo la kwanza. Alafu la pili ndicho hiyo katika hiyo hotuba mimi naona ilikuwa inatolewa, lakini na sisi vile inatuhusu, ndio tunavyojifunza, ndio kama haya nayoongea hapa. La pili nimeona kuna fundisho lingine ambalo tunaona ukimwacha Mungu, umeona ukafuata, yani ukimwacha Mungu utakuwa kufuata mambo ya ubatili. Sasa hayo mambo ya ubatili ukiyafuata yanakuletea kwenye utumwa au mateso. Umeona? Na kama sisi wengine tumetoka huko, tumeokoka katika tushafanya mambo mengi ya duniani, unaona kabisa hapa ni kwani niko utumwani kwenye mateso na vitu kama vile. Au tunaona hata watu ambao wanatumikia nguvu za giza, wewe unaona huruma kwa sababu unaishi chini ya masharti.
usitembee hivi, fanya vile, majira haya fanya hivi, fanya vile. Kwa hiyo unapokuwa hauna Mungu unakuwa chini ya utumwa. Utumwa sio lazima uende si Babiloni, si uende ukafungwe, hapana. Maisha yako tu yenyewe yamebeba mateso na yamebeba utumwa. Na cha tatu nimeona kwamba nguvu ya toba na rehema. Yaani kwenye nguvu ya toba, sitaki niongelee sana, dada Rebecca hapo ameiongelea, lakini nataka niongelee tu kwangu mimi jinsi inavyokuwa na inanisaidia, kwa sababu yani kwamba mimi kuna muda nilikuwa namuomba Mungu maombi fulani, lakini Mungu alinirudisha turudi hapa kwenye tabia. Kwa hiyo nikaanza kwanza kuombea tabia, na tabia nyingi sana ukawa unaomba toba na rehema kwa ajili ya asili niliyotoka, kwa ajili yani ndugu zangu, sababu kuna tabia zingine tunazibeba, utakuta tabia hii uko wao ni wanawake ni wababe, tabia hii wajuaji, tabia hii ni nini. Kwa hiyo pale ni toba na rehema, na toba hii na rehema inatusaidia sana kwenye kujitakasa, na kwenye kujitakasa kuna viwango vingi vya Mungu vinakuwa viko juu yetu, kibali, yani vitu vingi tu vinatoka katika kujitakasa. Inatufundisha vile vile kuwa wanyenyekevu, kwa sababu tunapokuwa katika toba tunamwachia Mungu mwenyewe ndo mwenye kutenda. Ndio maana tunaona hata Samuel alifanikiwa mambo mengi sana, sehemu kubwa ilikuwa ni ya Mungu, ndio alikuwa anatenda juu yake. Kwa hiyo na hii kanipelekea mimi nisimame kwenye kujiombea mwenyewe tabia, alafu nikitoka hapo ndo niende kwenye mambo mengine ambayo nayaomba kwa Mungu. Umeona? Na tumeona hiyo rehema, wana Israeli walijigundua Mungu alivyoanza kusimama nao. Na kingine tena nimeona kwamba tusiache kumtegemea Mungu kwa sababu ya kuogopa au shinikizo au vitu vingi, yani kwenye hali ngumu na vitu vingi sana. Kuna muda mwingine unaweza ukakuta kama unatumika sehemu fulani, na mimi najiongelea mimi mwenyewe. Yaani kuna muda fulani unakubali kwamba you want to compromise kushindwa. Inaweza ikawa ni mambo mengi yaliyo kuzunguka pale ukiwa katika sehemu ambayo unatumika, na kuna watu wengi unajua kama wengine wanakimbia uongozi, watu wanakimbia makanisa, watu wanakimbia upendo, yani wanakimbia kabisa upendo. Mtu anaona bora ukimuuliza mimi siendi kanisani, mimi sitaki kujua mambo ya kanisani, wamekimbia yani kutokana na mashinikizo au magumu na mateso au chochote alichokutana nacho. Lakini tuendelee kumuomba Mungu atusaidie kwenye magumu, kwenye kitu chochote, tuendelee kumtegemea yeye. Kuna mwimbo mmoja na upendaga wewe, sio aliimbaga nani, Angel Bena, sio nikumbushe wema wako nisije nikafanya nini. Umeona? Kwa kila wakati tuendelee kukumbuka wema wa Mungu. Naomba niishie hapo na mbarikiwe. Sana Sister Jane. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu. Nashukuru kwa nafasi. Nilikuwa nafikiria ndani Jane ameongelea kidogo kusema kwa nini hiyo hotuba ya Samueli, kwa nini alitoa hiyo hotuba. Ukiona mimi naona alikuwa na walinda wa Israeli wasije wakarudi kwenye kuabudu miungu. Unaona hapa kuna issue ya uongozi, issue ya kuabudu uongozi. Hii ni tatizo kubwa sana. Tunataka katika Kutoka 23 anasema Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Alafu tunaona hii ni dhambi ambayo inasababisha kizazi cha 3 na cha 4 nacho kinapata hatari. Kwa mimi naona hapa kwa sababu alikuwa ananiambia wenzao walikuwa wanatenda wanaabudu miungu, wanaabudu hii miungu. Kwa anawakosha na anawaambia kwamba msije mkaingia kwenye hii dhambi ya kuabudu miungu. Mimi nadhani nimeishia hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu akubariki sana Sister Kanana na Sister Jane. Mwingine yeyote ambaye yuko tayari kuchangia kabla sijamkaribisha mwalimu aendelee? Cognizant of time, tumebakisha dakika 13. Mwalimu, zitakutosha au ungehitaji muda wa ziada? Maybe dakika 5, lakini itakuwa zaidi ya dakika 5. Sawa sawa, basi tutaomba 5 more minutes of your time ili mwalimu aweze kumaliza kile ambacho amekiandaa. Karibu Sister Rebecca. Amen, amen. Asanteni sana kwa michango mizuri. Asante Sister Jane, Mungu akubariki. Napenda sana unavyojiwekaga mwenyewe kwenye mambo kama haya. Tunajifunza kila siku. Amen. Mstari wa 6 huo anasema hivi, ni yeye Bwana aliyewaweka Musa na Haruni. Samueli, kama wengi ambao wamechangia kwamba kusema kweli Samueli mpaka hapa sasa hivi mimi naona hotuba yote katika hiki kitabu ni kama anajaribu kwamba kwa haya maneno nayowaambieni jitafakarini, alafu mrudi nyuma muangalie kwamba kuwa na mfalme ni better than kuwa na Mungu kama mfalme wenu. That's the whole hotuba hii ya mwisho ya Samueli. He's hoping
kwamba haya maneno yake yanaweza yakawageuza mioyo yao hawa, badala ya kutaka kuendelea kutawaliwa na mfalme mwanadamu, watawaliwe na mfalme ambaye ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana anajaribu kuwaonyesha kwamba nyinyi mnataka mfalme, lakini mbona ni Mungu ambaye ndio alimweka Musa na Haruni, na ndio Mungu aliyewatoa baba zenu kutoka nchi ya Misri. Je, Musa na Haruni wasingewekwa na Mungu, nyinyi mngetokaje kule Misri? Mngejitoaje kule Misri? Neno la Mungu linatuambia hivi, kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Na hii vile vile ni kwa nini nimeweka mstari, ni kwamba sometimes tukiwa na viongozi katika maisha yetu, tunawaona wale viongozi, hatuoni mkono wa Mungu juu yao, au kwamba waliwekwa na Mungu. Umeona, tunaweza tukawa na viongozi wa nchi, viongozi wa kanisa, viongozi wa kiroho, ukawa unamuona yule kiongozi lakini bila kumuona. Kwa hiyo anajaribu kuwakumbusha kwamba hata Musa na Haruni msije mkasahau kwamba waliwekwa na Mungu. Kwa hiyo nayo ni muhimu. Cha pili, akamwambia ndiye yeye aliyewatoa baba zenu kutoka nchi ya Misri. Jamani, wengi wetu tunasahau, wanadamu wote huwa tunasahau wapi Mungu ametutoa. Na kwa nini alikuwa anataka, kuna nini, nitakuja pointi nyingine, kwa nini Samueli ilikuwa muhimu kuwakumbusha wao wakumbuke kwamba ni Mungu aliyewatoa Misri na sio miungu mingine. Mungu wakati Musa wakati anawaaga katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 alisema hivi, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Kwa Mungu aliwapitisha katika mambo mbalimbali, aliwatoa Misri, lakini kusudi kwamba mkifika katika nchi ambayo nawapa hadi, msinisahau huko na mkazishike amri ambazo mimi nawapa. Lakini ngoja nitaendelea hapo mbele, utakuja kuona kama kweli walishika au hawajashika. Mstari huo wa 6, mimi naona kwamba mara nyingi tunasahau sisi ni nani, na hii ndio tatizo kubwa letu sisi na wana wa Israeli. Kwa sababu kumbuka kule nyuma tuliposoma walisema tunataka kuwa kama wengine, lakini mnataka kuwa wengine, nyinyi ni unique, you are not the same. Toka Mungu alivyowatoa akasema nyinyi ni taifa teule. Hiyo ni sawa sawa na sisi. Mara nyingine tunataka kuwa kama watu wengine, tunataka kufanya kama watu wengine, tunataka kufanikiwa kama watu wengine. Yaani hata kipimo chetu cha mafanikio, leo nilikuwa naanza kuwaza, nasema hivi mafanikio ni nini? Kwangu tu mimi binafsi, my definition itakuwa totally different na Sister Anna. Hiyo itakuwa totally different na Sister Pam. Kila mtu ana mafanikio, lakini je, hayo mafanikio mimi nayoyajua ni sawasawa na vile Mungu ambavyo anayataka katika maisha yangu? Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaambia anatuambia sisi wote katika waraka wa kwanza wa Petro mstari wa 9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mlikuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mlikuwa hamkupata rehema, lakini sasa mmepata rehema. Kwa hiyo hii ni kweli kabisa kwamba mara nyingi tunajisahau who we are in Christ. Tukishajisahau tunalinganisha na kitu tunacholinganisha nayo haikitakiwi kabisa kikawa ndio kipimo chetu. Kipimo chetu sio ulimwengu, na hata hawa kipimo chao hakikuwa ulimwengu, kwa sababu Mungu alikuwa ameshawaahidi, aliwaambia nitawapa mfalme. Lakini je, wakati ule wanautaka ulikuwa ni wakati sahihi wa wao kumtaka yule mfalme wanayemtaka? Je, mfalme waliyemtaka, na hata walikuwa na vigezo vyao wenyewe, wakasema tunamtaka mfalme aliye mrefu, atakayetupigania, atakayetufanya nini? Je, that the kind of mfalme Mungu alikuwa anamtaka? Tukija kuona mbele huko tutakuja kuona wakati Mungu sasa anamtoa mfalme anayemtaka, sifa ambazo Mungu anaenda kuzitoa ni tofauti na sifa walizokuwa nazo wao kichwani mwao. Na the same thing happens to us in some areas of our lives. Kuna kitu tunakitaka lakini hakina alignment na kile Mungu anachotaka kutupa. Mstari wa 7 anasema, basi sasa simameni ili niwahutubie mbele za Bwana kwa kutaja matendo yake yote ya haki ya Bwana aliyowatendea ninyi na baba zenu. Sasa naenda kuzungumzia hili swala la matendo ya haki.
matendo ya haki ya Bwana. Neno la Mungu linatuambia Zaburi ya 89, haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako, fadhili za kweli za hudhuria mbele za uso wako. Wengi wetu sisi hapa tukiambiwa sasa hivi tutaje matendo makuu ya Bwana, tusiconfuse matendo makuu na matendo ya haki ya Bwana. Those are two different things. Nikikwambia utaje matendo makuu, utasema Mungu kaniponya, Mungu kaniokoa, Mungu kanibariki, Mungu kanifanyia hivi, ndio tunayaona ni matendo makuu. Lakini Mungu ni Mungu wa haki na kiti chake kinasimama kwenye haki. Tunapozungumzia matendo makuu ya haki ambayo Samueli alikuwa anataka hapa waelewe, ni kwamba Mungu haonei mtu, Mungu hafanyi makosa, Mungu hutenda yaliyo sawa wakati wote, haki yake inaonekana katika hukumu na wokovu. Kwa nini ilikuwa muhimu? Kwa sababu hawa wanamkataa Mungu mfalme ambaye Mungu amekuwa ndio anawaongoza siku zote toka huko Misri. Mungu amewaongoza. Na kweli Mungu hakosei katika kuwaongoza hao. Aliinua viongozi, na kiongozi akikosea kama Musa, Mungu alimuondoa. Kina Miriam walivonani waliulani, kwa sababu Mungu ni wa haki. Sio kwa vile unamtumikia ukikosa Mungu asikufanyie haki. Wana wa Israeli walipomwacha Mungu, Mungu aliwaadhibu wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipoonewa, Mungu aliadhibu adui. Kwa hiyo hii ni muhimu sana hata sisi kujua kwamba ni Mungu wa haki. Kuna mara nyingine wakati wa kutembea kwetu na Mungu tutafanya makosa, Mungu atatuadhibu kwa sababu anatupenda. Kukuadhibu kwa Mungu ni kwa sababu anatupenda. Na ndio maana Daudi alipoulizwa, umekosa, ni kuadhibu mimi, nimwachie shetani? Akasema niadhibu wewe, wewe ni wa rehema. Mstari wa 8 anasema, Yakobo alipokuwa ameingia Misri na baba zenu walipomlilia Bwana, ndipo Bwana akawapeleka Musa na Haruni. Kumbe kilipowaka huko kule Egypt, ndio wakalia Mungu akampeleka Musa na Haruni. Inatuonyesha jinsi Mungu alivyo Mungu wa upendo. Zaburi 107 inasema, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao, akawaongoza kwa njia ya kunyooka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Unaona, neno la Mungu linawaambia wamshukuru Bwana, lakini hawa wanasahau. Je, sisi ni mara ngapi tumemlilia Mungu na Mungu akatutoa, akatuponya, akatuokoa, akatubariki, akatushindia, akatupa vile ambavyo tulikuwa tunavililia, lakini baada ya muda the same problem or another problem ikija tena kwenye maisha yako, umeshasahau kwamba Mungu yule aliyekutoa Misri ndio Mungu yule yule aliyepiga mwamba, ndio Mungu yule yule alisababisha ule mana, ndio Mungu yule yule aliyekuponya magonjwa yako, ndio Mungu yule yule aliyesababisha uweze kutembea miaka 40 bila nguo kuchakaa wala viatu kukubana. Kwa hiyo hii ni funzo kwetu sisi sote tunapomlilia Mungu na Mungu anapojibu. Let's not forget. Mstari wa 9 unasema, lakini wakamsahau Mungu wao, naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera, jemedari wa jeshi la Hazori, na katika mikono ya Wafilisti, na katika mikono ya mfalme. Umeona wapendwa, kuna kitu kinaitwa matokeo ya kumsahau Mungu. Watu wengi huwa hatutafakari sana matokeo ya kumsahau Mungu. Tunaweza tukasahau alafu yakatupata. Umeona wao waliposahau, Mungu akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera. Ili nini? Ili wapate kumkumbuka. Kwa sababu akiwaacha Mungu, asipowauza na kutoka nini, wataendelea katika njia zao, watapotea. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia wakati hiyo Kumbukumbu la Torati 28 ambayo tunaijua wote, tunapendaga ule mstari wa kwanza mpaka wa 14. Kuanzia pale chini nasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zake kama hivi leo. Hii ni Kumbukumbu la Torati 8. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zake kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine, ndio kitu ambacho umekifanya, na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo saa nyingine watu wengi tunapenda kusema shetani, tunamkanyaga shetani, tunampinga shetani, wakati sisi tumemkosea Mungu. Tunachotakiwa kwenda huko ni kwa toba, kama alivyosema Sister Jane. Toba, ipo nguvu ya kutubu. Umeona?
ahadi ya kumtumikia Mungu wakati wa taabu. Wengi tunapenda kumwambia Mungu, Mungu ukiniponya mimi hapa, yani ukiniokoa hapa, ukinibariki hapa, ukinipa hiki hapa, ukinipa hiki, nikifanikiwa hapa nitakutumikia. Lakini kumtumikia Bwana hakutakiwi kwa ajili ya Mungu ametuokoa. Hiyo Mungu ametuumba, ametutoa gizani ili tuende tukamtumikie Mungu. Yoshua 24, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ile ya Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wote wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ila kuitumikia miungu mingine. Sasa kitu nataka tujifunze kuhusu hao wana wa Israeli. Walikuwa na pattern ambayo wamekuwa nayo toka wakati wa Musa. Wamekuwa na the same pattern wakati Joshua, maana alivyokufa Musa ikawa Joshua. Lakini ni kwamba wanamtenda Mungu dhambi, Mungu anaweka kwa adui, wanaenda Mungu wanalia, Mungu anainua mtu wa kuwaokoa. Ndio hapa sasa kwenye mstari wa 11 inatutajia Mungu nani waamuzi Mungu ambao amewaweka kwenye maisha yao. Na hao waamuzi wote waliitwa wakati wameteswa. Kwa sababu kumbuka, baada ya Joshua kufa, Mungu mwenyewe ndo alikuwa anawaongoza. Lakini kwa sababu walikuwa wanashindwa kumtii Mungu na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu anaweka kwenye manania maadui. Wakienda huko kwa maadui, wakipigwa, wanamlilia Mungu, Mungu anainua waamuzi. Ndio hawa kina Yerubaali, Baraka, Yafta, Samueli. Hawa wote ni kwa ajili ya kuwainua. Mara moja nafungua mlango samahani. Kwa hiyo huyu Yerubaali ni mtu gani? Yerubaali ni Gideoni. Mnakumbuka Gideoni, wakati Gideoni anaitwa na Mungu, mtaenda kusoma hicho kitabu sura ile ya 7. Wakati anaitwa na Mungu, alikuwa tu walikuwa wanaonewa sana kama nchi, kama taifa la Israeli, to the point watu wanajificha. Ukienda tu kondeni huko unanyang'anywa kile ulichopanda. Yani ilikuwa ni vurugu. Mungu akamuinua Gideoni. Baadaye tunajua Mungu alimuinuaga Baraka na yeye. Na Mungu baadaye akaja akamuinua Yefta. Huyu Yefta alikuwa ni Mgiliadi na alikuwa shujaa. Umeona, hawa wote walikuwa ni watu ambao wanainuliwa wakati wana wa Israeli wanalialia. Sasa somo kubwa, kwa nini Samueli alikuwa anataka kuwafundisha? Alikuwa anawaonyesha kwamba nyie pateni, nyinyi yani ni watu wenye shingo ngumu, na hii pattern yenu imekuwepo toka enzi hizo na haijawahi kuvunjika. Lakini Mungu ni wa upendo, ni mwema na ni mwaminifu na ni wa rehema. Bado ameendelea kuwa anawajibu mnapolia, na hata sasa hivi bado mmemtenda Mungu dhambi, but you are doing nothing about it. Ndio huo mstari wa 12 unatuelezea vizuri. Sasa unasema, anawaambia, hata mlipomuona Nahashi mfalme wa wana wa Amoni amekuja kupigana nanyi, mliniambia sivyo, lakini mfalme atatutawala, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Kwanza, kitu cha kwanza hapa nachokiona ni kwamba huyu Nahashi alipokuja alileta some kind of hofu katika maisha yao. Wakasahau kwamba ndio maana ameanza kuwakumbusha hizo historia yote. Wakasahau kwamba huyo Mungu aliwapigania huko miaka 40 jangwani. Kulikuwa na adui mbalimbali, maadui walikufa wengi tu. Mungu aliwapigania kwa mkono wa Gideoni, Mungu aliwapigania kwa mkono wa Baraka. Leo imekuwaje mmemuona Nahashi mnataka mfalme mwingine? Kumbe tulivyosoma katika sura ya 10 na sura ya 11, wakati inatuambia kwamba walikuwa wanamtaka mfalme ili wafanane na wengine, ile ilikuwa ni cover up. The real reason why walikuwa wanamtaka Nahashi ni hofu, kwamba tutafanyaje huyu Nahashi, tumeshasikia habari zake uko anavyopiga huko watu wa mataifa mengine. Kwa hiyo na wale ambao wamemshinda Nahashi wale wana wafalme, sisi hatuna mfalme, basi na sisi tunaomba mfalme. Umeona jinsi hofu inavyoweza kutufanya tukamkosea Mungu. Ndio maana neno la Mungu linakuambia usiogope, usiogope, usiogope. Mithali 29 linakuambia kuwaogopa wanadamu huleta mtego,
bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kwa hiyo anytime tunapoogopa, tunaukaribisha mtego ambao utatuingiza mahali ambapo sipo. Mstari huo wa 12 anawaambia Mungu wenu ni mfalme wenu. Sasa ufalme wa Mungu ukoje? Neno la Mungu linatuambia Zaburi 110, watu wako wanajitoa kwa hiari. Jamani, Mungu wetu ni Mungu wa hiari. Mungu hakulazimishi. Ukiamua mimi sitaki kutawaliwa na Mungu, Mungu hawezi kulazimisha. Na ndio maana wokovu ni wa hiari. Asiyetaka basi, lakini Mungu hamlazimishi mtu. Na ndio kama hao walivyosema tu wanataka mfalme, Mungu akawaambia wape, kwa sababu mimi simlazimishi mtu. Na vile vile Bwana Yesu alitukumbusha hii katika Mathayo 6, akasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hapo hawa walikuwa Mungu Yesu hapa alikuwa kwenye hii context, alikuwa anazungumzia mali, lakini it can be anything. Huwezi kumtumikia Mungu labda na kitu chochote kile ambacho unakiona ni cha muhimu katika maisha yako. Kuna watu wengine hawana mali, say maskini, unaweza ukasema mtumiki nani hana mali, kwa hiyo yeye anamtumikia Mungu 100%, but it's not true. Anaweza kuwa na kitu chake kingine, inawezekana ni mume wake, watoto wake, akafanya ndio kitu cha muhimu. Point here ni kwamba hawa hawakumkataa Mungu directly, lakini the fact unataka mfalme mwingine, ina maana Mungu hawezi kushindana na huyo mfalme mwingine, kwa sababu huwezi kutumikia mabwana wawili. Kwa maana Mungu wewe mwenyewe utamchukia huyu na utampenda huyu. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kimoja ambacho Mungu alikuwa anajaribu kuwaonyesha. Kingine hapa naona huyu Samueli alikuwa anawaambia hivi, hata mlipomwona Nahashi mfalme wa wana wa Amoni amekuja kupigana nanyi, wapendwa, mashambulizi yatakuwepo. Mashambulizi yatakuwepo katika maisha yetu, hatuwezi kuyakataa, hatuwezi kuyazuia, yatakuja tu. Lakini what is our reaction? How do we react tunapokuwa attacked? Sababu neno la Mungu linatuambia yule shetani anazunguka kutafuta mtu wa kumdevour. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Sister Pamela ameutaja huu mstari wakati wa maombi, nikasema the spirit one. Anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yani hawa kwa sababu ya kutokutii kwao, ndio maana Nahashi aliwatisha. Kwa sababu wangemtii Mungu wangeweza kumpinga Nahashi. Nahashi asingeweza kuwatisha zaidi. Lakini kwa sababu walikuwa sio watiifu kwa Mungu, hawakuwa na nguvu ya kuweza kupigana na huyu Nahashi. Kingine muhimu, suluhisho sasa linakuwa ni nini? Suluhisho, neno la Mungu linatuambia, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Danieli 32 mstari wa B. Shida ya wana wa Israeli, ambayo ni shida kwetu sisi wote, hata mimi, ni kwamba hatumjui Mungu to the point ambayo tunakuwa hodari na kuweza kutenda mambo makuu. Light wangemjua Mungu kama Samueli alivyokuwa anamjua Mungu. Samueli was so confident, ndio maana aliweza kuambia haya maneno yote kwamba jamani, kwa nini mnataka mfalme mwingine wakati Mungu ni mfalme wenu? Kwa sababu anajua nguvu za Mungu, anajua uwezo wa Mungu, anajua matendo ya Mungu, anayakumbuka matendo ya Mungu yote, anakumbuka Mungu alivyofanya. Lakini hawa unfortunately, kwa sababu walikuwa hawamjui Mungu, kwa hiyo wakashindwa kuwa hodari katika kuendelea kumwamini Mungu, kumtegemea Mungu na kumtafuta Mungu. Kwa hiyo maombi yangu kwetu sisi wote, hebu Mungu atusaidie tuweze kuutafuta uso wa Mungu. Kama kuna kitu ambacho tunatakiwa tukifanyie uhodari, ni katika kumjua Mungu ili tupate amani. Kwa hiyo hitimisho hili sehemu tuliyosoma leo ni kwamba hawa walimtaka Mungu kwa sababu ya hofu ya Nahashi. Wakapeleleza kwa macho kuona wengine wanashindaje vita. Badala neno la Mungu linatuambia vita vyetu sio vya mwili na nyama, vita vyetu ni vya kiroho, juu ya falme. Nahashi anawakilisha ufalme, na kila mmoja wetu katika maisha yetu yupo Nahashi ambaye anatuintimidate. Mimi huwa nasemaga, nakumbuka wakati zamani ndio nimeokoka tu, nilivyokuwa na vita vingi katika maisha yangu. Nilikuwa na vita vingi, yani vingi, I can't even count. Kuna siku nililala, Mungu akanionyesha kwamba vile vita naviona vingi, shetani anachokifanya ni kuniintimidate.
Kwa hiyo hii ni nani ya shetani, ni nani ya shetani, ili usarenda. Na unaona alivyo intimidate wale wa Gileadi, straight away wakaanza kujitoa wenyewe, yani wamekubali kutumikishwa, tutakutumikia. Yule akasema mnataka kunitumikia, basi nitawatoa macho. Mungu atusaidie wapendwa, kwenye intimidation tuweze kusimama, sababu hiyo ndio jinsi shetani anavyotushinda. Hawa watu hawakujipeleleza wenyewe kujua kwa nini tunashambuliwa. Hata sisi leo tunaposhambuliwa na hashi yote anaposimama katika maisha yetu, lazima kwanza, hatua ya kwanza ni kujipeleleza. Je, niko sawa na Mungu? Na kama niko sawa na Mungu, sasa ndio unaweza kwenda kuuliza Mungu, hapa hii vita ninaendaje? Na haya mabaya kwa nini yamenipata? Mungu ni mwaminifu, atakujulisha. Maana huwajulisha watu walio karibu. Hawa watu walikaza shingo zao kuendelea kutaka mfalme, pamoja na kuwa Mungu anawaambia mfalme atawatenda haya ambayo atawatenda. Mwisho kabisa walitaka kufanana na wengine, ingawa Bwana aliwaita wao ni tofauti. Mungu atusaidie katika hili, sisi ni tofauti, na hilo ni jambo la kumtukuza Mungu, kwamba Mungu ametufanya sisi ni tofauti, na tuache kujifananisha na watu wengine. Samahani, nimeongeza kama dakika 4, ninarudisha kipindi kwa moderator. Amen. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa wakati wako. Umeachilia nondo nyingi mno, inabidi nitulie nisikilize tena kwa upya. Mungu akukumbuke sadaka yako. Asanteni wote kwa kuweza kuhudhuria kipindi cha leo. Bado tunatiwa moyo kwenda katika all our platform social medias, kwenye WhatsApp, kuna channel pia na kwenye YouTube. Kwa tunapoenda kupost na pia tunapoachiliwa kwenye WhatsApp group, tunatiwa moyo kuweza kusambaza Injili kama alivyosema mwanzoni kabisa mwongoza maombi Sister Pam kwamba Yesu yuko malangoni, Yesu yu karibu. Nimejifunza kitu leo alichokuwa anafundisha mtumishi, kwamba nikawa nasikia tu ndani yangu Zaburi ya 90 kwamba tufundishe kuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Je, kama alivyosema Sister Ima kwamba how many of us wanaweza wakasimama mbele ya kadamnasi na kuanza kusema kwamba yani, je, nilishawahi kutoa rushwa, nilishawahi kuwadanganya, nilishawahi kufanya nini? Kwa hiyo ni kujitafakari na kumwambia Mungu tufundishe kuhesabu siku zetu, tupatie moyo wa hekima. Basi naomba tufunge, alafu nikaribishe kama kuna yeyote ambaye yuko tayari kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu mtakatifu, Baba mwenye enzi, mfalme unaishi milele, ni jambo la ajabu sana umetufundisha Mungu mtakatifu, kutusaidia neno lililoachiliwa hapa Mungu likaingie katika mioyo hiyo na utayari Bwana, mioyo ambayo ni udongo ulio mwema ambao unapokea na kuhifadhi Bwana. Zaidi sana ni maombi yangu kwa kila mjoli atakayesikia neno hili Mungu, atakayepata neema ya kuingia katika masikio yake Bwana, akawe kama mti uliopandwa kando ya mto kwa ajili ya kumzalia Mungu matunda Bwana. Maana ulisema kwamba ukutuchagua, hatukuchagua bali ulituchagua ili tukuzalie matunda, na matunda hayo yakapate kudumu Mfalme. Isiwe bure kila siku kuja mahali hapa, isiwe bure kwamba walimu wanajiandaa Mfalme wa amani na masomo yakaishia hapa tu Mfalme. Kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.